Na mtazamaji, shukrani sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi, na nikushukuru kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja kuanzia ile 12:30 za asubuhi, na wakati huu basi tukiwa tumeingia sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai katika meza ya majadiliano, kama ambavyo huwa napenda kuita meza huru, meza ambayo inanikutanisha na wadau mbalimbali kutoka kada mbalimbali. Basi tunakutana hapa tukizungumza masuala kadha wa kadha kutokana na kile ambacho wao wamekuja nacho, lakini zaidi sana wakitaka wewe mtazamaji uweze kukifahamu. Na siku hii ya leo katika kipindi hiki cha Kahawa au Chai sehemu hii ya pili, niko na walimu hawa kupitia umoja wao. Basi huu ni umoja wa walimu wa Katoliki Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ndio niko nao hapa kuzungumza nao mambo kadha wa kadha, lakini pia kuwafahamu wao kwa kina chimbuko hasa la umoja huu, nini wanafanya, pengine matarajio na vitu vingine kama hivyo. Jamani, karibuni sana. Asante sana. Nimefurahi kuwa pamoja nanyi katika kipindi hiki cha Kahawa au Chai. Karibuni na mjisikie huru. Asante. Na mtazamaji, nilionao siku hii ya leo niko na mwalimu Krista Gutapeka. Yeye ni mhazini. Yeye ni mhazini wa umoja huu wa walimu wa Katoliki Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, na yeye ni kutoka shule ya Uamuzi. Lakini pia pamoja naye akiwa ameambatana na mwalimu Damian Sabuni. Yeye huyu ni kutoka shule ya St. Anthony, na yeye kiwadhifa yeye ndio mwenyekiti, big boss mwenyewe. Tuko naye hapa ndani. Lakini pia pamoja nao akiwa ameambatana na mwalimu John Yunde. Yeye huyu ni kutoka shule ya sekondari ya Kibaha, na kwa wadhifa sasa katika umoja huu wa walimu wa Katoliki yeye ni katibu. Katibu ndo ana heka nyingi, andikaji wa ajenda na mambo kadha wa kadha. Na pengine sasa tukianza kwa kujenga msingi, kwanza kabisa tufahamu huu umoja wa walimu wa Katoliki Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, chimbuko lake hasa nilipi, ilianzaje? Yani ndio tukaona wacha tuwe na umoja wetu ambao utatukutanisha sisi walimu wa Katoliki. Karibu. Hii nitalitupa sasa, sijui niko mwenyekiti atalikabata au katibu. Karibu sana. Asante sana dada Aneti. Chimbuko la umoja wa walimu Katoliki ulianza na vuguvugu ambalo liliandaliwa na idara ya uchungaji Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ikiongozwa na Faza Makubi. Okay. Yeye alianzisha kongamano la walimu, lakini likienda sambamba pamoja na mafungo. Kwa hiyo vuguvugu lake lilianzia katika mafungo ya walimu wa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo katika vuguvugu lile la kuanzishwa, yeye alianzisha pia kundi la WhatsApp ambalo lilianzishwa tarehe 23 mwezi wa pili 2024. Lakini bado haijawa umoja. Yani hapo ni WhatsApp. Ndio vuguvugu linaanzia hapo sasa. Kwa maana kwamba alitaka kutuunganisha sisi sote. Sasa katika maandalizi ya mafungo yale ndipo tulipokutana tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2024 pale St. Peters Oysterbay. Wakati wote tulienda kama watu ambao ni walimu wa Katoliki kwa kuhudhuria mafungo. Ndio. Kwa hiyo takriban walimu kama 800 tuliweza kupata nafasi ya kuhudhuria pale. Walimu wa shule za awali, shule za msingi pamoja na sekondari kwa ngazi zote mbili, manake ya O level pamoja na advance. Kwa hiyo siku hiyo ya tarehe 16 ya mwezi wa 3 2024 kulikuwa na mambo kadhaa yaliyofanyika. Mojawapo ilikuwa ni kupata semina. Baada ya semina kulikuwa na ibada ya misa ambayo iliongozwa na Baba Askofu Msaidizi Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Henry Mchamungu. Sasa wakati huo wote kama walimu tuliohudhuria pale tulikuwa hatujui na bado umoja ulikuwa hujaanzishwa. Sasa katika homilia yake ndipo alipoweka wazi
nini dhamira ya kuwepo pale. Na wakati anaelezea hilo ndipo alipokuja kutuambia kwamba sasa kwa sababu tumekutanika pamoja walimu, inabidi tutengeneze huo umoja ambao utakuwa na viongozi. Kwa hiyo chimbuko lake lilianzia St. Peter's pale katika mafungo. Na wa viongozi 6 kutokea pale sasa tuliteuliwa. Hatuwezi kusema kwamba tulichaguliwa kwa sababu hakukuwa na uchaguzi. Ilikuwa ni kuteuliwa. Kwa hiyo viongozi 6 tuliteuliwa na mimi nikiwa mwenyekiti ambaye nimeingia kwenye historia kama mwenyekiti wa kwanza wa umoja wa walimu wa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Namshukuru Mwenyezi Mungu pia. Kwa hiyo chimbuko lake umoja wa walimu wa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam lilianzia St. Peter's pale, lakini kama sehemu ya mafungo ya walimu wa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Baadaye sasa baba akaona kwamba ni afadhali sasa utengenezwe umoja ambao utajumuisha walimu wa chekechea au shule za awali, shule za msingi pamoja na sekondari. Kwa hiyo hilo ndio chimbuko la umoja wa walimu wa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Na hongereni sana na kwa namna ambavyo mmeanza. Unaweza kuona ni neema tu ya Mungu kwa sababu mmeenda kama mafungo, lakini baba akaona kitu, akaona kwa nini isiwe hivi, kwa nini msio na kama mmoja wenu kakundi fulani hivi kwenye simu kabisa. Lakini baadaye askofu msaidizi akaona sasa basi uwe rasmi kabisa umoja huo. Na mko hapo unaweza kaona kabisa ni Mungu mwenyewe nimeanza naye na bado mko naye, naendelea naye. Na ukizingatia pia tuko mwaka huu wa jubilei 2025, kwa hiyo ni neema za Mungu kwa kweli kuendelea ninyi kutengeneza umoja huo. Lakini pengine sasa tuanze kufahamu sasa. Naamini katika kila kitu ambacho kinaanzishwa baada ya kukutana hiyo imeanzishwa, naamini kuna malengo, kuna vitu ambavyo mmeviweka. Sasa tumeshakuwa wamoja, tumeshakuwa walimu pengine kadhaa, sisi ni wa Katoliki. Kuna malengo gani hasa ambayo mmeweka kama vipaumbele kipindi hiki ambacho ninyi mmeanza ukiwa mmoja huu ni mchanga kabisa? Asante. Kuhusu swala la malengo, sisi kama walimu kama nilivyokuambia awali, ilianza kama vuguvugu la mafungo. Na tulikuwa tunategemea kupata mwongozo kutoka kwa viongozi wetu wa kanisa. Kwa hiyo waliweza kutupa sisi malengo yale makuu ambayo tunaita ni general objectives, pamoja sasa na malengo mahususi ambayo sisi tunayatengeneza kama viongozi sasa kwa upande wetu, kwa sababu ukishaanzishwa ule umoja na mkipewa kama viongozi kuna yale malengo makuu ambayo mnapewa, lakini sasa nyinyi kama kamati tendaji pia lazima muanze kujiongeza sasa katika umoja wetu tutakuwa tunafanya vitu gani. Lakini malengo makuu ya kuanzishwa kwa umoja huu ni sana sana kuwafanya walimu wa Katoliki katika sehemu zao kuwa wasaidizi sana katika kuitetea imani ya Kikatoliki. Kwa mujibu wa baba askofu msaidizi Jimbo Kuu la Dar es Salaam, sisi walimu ndio tunakaa muda mrefu sana na wanafunzi. Kwa kipindi hiki ukiangalia si muda mrefu sana wazazi wanakaa na watoto. Na yeye alituelekeza kwamba kutokana na mmomonyoko wa maadili ambao upo sasa hivi, basi walimu kwa sababu mnakaa muda mrefu na watoto, mnaweza mkawa ni chachu ya kuwafundisha namna ya kuweza kuishi na kutetea Ukatoliki. Kwa hiyo ilikuwa lengo kuu la kwanza. Lakini lingine, sisi kama walimu wa Katoliki katika sehemu zetu tunazofanyia kazi, tuwe msaada sana katika kuwafundisha watoto na kuelekeza watoto kuhusiana na dini na dini ya Kikatoliki zaidi, ambao mara nyingi watoto wasipopata mwongozo mzuri basi wanaweza wakakengeuka sana. Na ukiangalia sasa hivi katika shule nyingi tuna mchanganyiko wa watoto, kwa maana kwamba madini tofauti, madhehebu tofauti. Sasa yule mtoto asipopata mwongozo kutoka kwa walimu wa Katoliki ambao tayari kiimani wao wametangulia, basi inawezekana wakawa wanapotea. Kwa hiyo maono ya viongozi wetu wa juu katika kanisa
waliona waanze na mwalimu Mkatoliki katika sehemu anayofanyia kazi. Na hiyo ndio inawezekana ikawa chachu pia ya kulisukuma mbele katika swala la Ukatoliki zaidi. Kwa hiyo ni malengo makuu. Lakini kutokea pale sasa kuna malengo yale mahususi ambayo tunayafanya ili sasa kufikia malengo makuu. Ndio maana wakati mwingine tunakutana kwa ajili ya mafungo, kwa ajili ya misa, lakini pia bado tunaseminishwa. Tunapata semina mbalimbali. Na umeongea kitu kikubwa sana hapo ambacho nimekisikia katika maongezi yako, swala zima la maadili. Na namna ambavyo ninyi walimu mnatumia muda mrefu sana kukaa na watoto. Na tukiangalia pia katika siku za hivi karibuni swala zima la maadili limekuwa likipigiwa kelele kwenye majukwaa mbalimbali, viongozi wa serikali wakizungumza, lakini kadhalika pia hata viongozi wa imani na wenyewe katika madhabahu huko limekuwa likipigiwa kelele hilo swala la maadili, kusimamia maadili. Pengine sasa katika eneo hilo la maadili, hii nitaitupa kwako katibu, namna gani sasa ninyi kupitia umoja huu wa walimu wa Katoliki mmejipanga kuhakikisha hawa watoto wa Katoliki kweli wanakuja ndio shuleni licha ya kuwa wanasoma, lakini wanasoma wakiwa wanaheshimu Katoliki wao, lakini zaidi sana wakiwa watoto wenye maadili mazuri? Kwa sababu hata mwisho wa siku mtu wakaja kuwa mfano pengine atoka kwa wengine kwamba hawa watoto hawa wa imani hii hawa wako vizuri, pengine wako vizuri darasani, kadhalika pia na hata kwenye maadili wako vizuri. Namna gani mmejipanga katika eneo hilo? Asante Daneti. Tumejipanga kwa maana ndio maono makuu ya viongozi wetu. Tunasema malezi ni jumuishi. Malezi yanaanzia nyumbani, wazazi, walezi, lakini na jamii. Tunasema kwamba kila mtu anazaliwa msafi, lakini jamii ndio inamchafua. Sasa mwenendo kuelekea kuna matukio mbalimbali, na hawa watoto inabidi waanze kuambiwa ufundisho utu wema wakiwa wadogo. Kwa baba askofu ndio maana wanasema kwamba sisi walimu tuwasaidie hawa watoto. Inawezekana watoto wengine wanapata changamoto za kimalezi nyumbani. Sasa je, huyu mtoto atakuaje? Sasa walimu warudi kama wao wenyewe kuna mahala labda hawajatimiza wajibu wao, watimize. Mtoto awe vizuri, akue kimaadili na akue kiakili. Tunamfundisha darasani vitu vya darasani kadiri ya mitaala, lakini pia na mambo ya dini. Huyu mtoto kesho na kesho kutwa atakuwa vizuri. Kwa tunaamini kwamba mababa wameona mbali. Unaweza ukahangaika na mkubwa, lakini ukijenga huko msingi, basi hizi hata changamoto za ukatili zinavyojitokeza, yani ni kukosa uelewa wa namna gani ya kuishi na jamii. Mambo mengine ni yanahitaji tu kusameheana. Kisha mfundisha mtoto maadili mema na msamehe. Nadhani hatuwezi kufikia hatua za kuuana, kufanya vitu vingine. Kwa sisi tunataka tumjenge mtoto akiwa mdogo kabisa. Ndio. Kwa huko chini kabisa mtoto afahamu utu, akue akiwa na kila mtu, kuheshimiana kwanza, kumheshimu mwingine, lakini kuna kumtendea mwingine vibaya. Na kitu nataka kuongezea kama katika eneo hilo. Ni kweli kwa sababu amezungumza katibu kitu kizuri. Na mimi sisi katika mazungumzo yetu lazima turejelee kile baba askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam alichokuwa ametuasa. Hata siku tunafanya mafungo pale St. Peter's Oysterbay, alisisitiza sana kuhusu swala hilo la maadili. Sisi walimu tufanye nini juu ya wale watoto? Mtoto afundishwe pia namna ya kushukuru. Mtoto ajue kusema asante. Mtoto pia aanze na Mungu. Kwa hiyo alijaribu kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na swala la maadili, na viongozi wetu ndo wanataka twende huko, na kama ulivyosema kitaifa pia imekuwa ni swala mtambuka kwa sasa. Yani linazungumzwa katika majukwaa mbalimbali, maadili. Lakini ameongea kitu kizuri kwamba mtoto huyu basi akijengwa kuanzia huko chini, tunaamini mtoto atakuwa ana heshima. Sasa tuangalie sasa, baada ya kutazama pengine malengo haya ambayo umetutajia kidogo, tuangalie kwa maana ya wanachama wenyewe wa umoja huu wa walimu wa Katoliki na mapana yake. Yaani wanachama ambao mpo, lakini na mapana yake pengine mmelenga nini hasa, lakini pia kuangalia wanachama
Kwa sababu tukizungumzia Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam kwa wengi. Pengine walimu wa Katoliki mko wengi. Wengine wako serikalini, wengine wako katika shule zetu za kanisa, wengine wako kwenye shule pengine taasisi nyingine ambazo pengine si za kanisa. Mapana yake hasa yako vipi? Mmelenga kufanya nini hasa kuhakikisha kwamba mnaweza kuwa walimu wote hawa mnawagusa pote huko walipo, lakini na wote waone kwamba umuhimu wa kuingia katika kapu hili moja la walimu wa Katoliki? Kwanza tunapozungumzia wanachama tulilenga kwamba watu wanatakiwa wafahamu umoja huu unawahusu watu wa namna gani. Hilo lazima tuliweke wazi pia, kwamba umoja wa walimu wa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam unajumuisha walimu wa awali, walimu wa shule ya msingi au mnaita primary, pamoja na sekondari, kwa maana ya ngazi zote mbili kama nilivyosema katika utangulizi. Kwa sababu kuna sekondari kwa ngazi ya juu na hii ya chini. Kwa hiyo umoja huu unawahusu walimu wa namna hiyo. Pili, tunapozungumzia mawanda au ile scope, kwa sasa hivi umoja umejikita katika jimbo, kwa sababu kuanzishwa kwake ulianzishwa katika ngazi ya jimbo. Na sisi hapo hatuna maelezo mengine ya kunyongeza kwamba kwa nini ilianzia hapo. Imetokea kwa neema ya Mungu, imeanzia katika ngazi ya jimbo. Sasa kutokea hapo, maana yake umoja unaanza kujieneza kuelekea pande zote. Maana yake inaelekea upande wa chini kwa upande wa dekaniani, kuelekea parokiani na kushuka huko chini. Lakini bado kwa sababu upo katika ngazi ya jimbo, matarajio yetu nafikiri inaweza ikawa ni dude kubwa kabisa kitaifa. Dude kubwa sana kitaifa. Kwa hiyo tunapozungumzia ile scope au mawanda ya umoja wa walimu wa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam, imeanzia katika ngazi ya jimbo, lakini inateremka kuelekea chini. Yaani mlianzia juu kabisa. Mlianzia juu kabisa. Baada ya kuanzia juu kabisa, mhazini hapa nao tumekuweka kimya muda mrefu kidogo. Nafikiri nawe pia huu ni wakati wako, licha ya kwamba pengine mhazini mambo ya fedha sana huko. Mambo ya hela. Na umoja huu ni bure kabisa. Sio kama hapa kuna nini, kuna kiingilio, kuna nini eti kuna mhazini kuingia. Kila mwalimu anaruhusiwa kuingia. Lakini kutokana na mikakati na malengo ambayo tumejiwekea, tunatakiwa tujisupport ili tuweze kujiendesha. Kwa hiyo kuna michango, kwanza tumefungua mkoba ambayo itatusaidia tuwe tunawekeza at least mara moja kwa mwezi, unaweka shilingi 5,000. Kwa mwaka inakuwa ni 60,000 ili iweze kutusaidia tunapokuwa na makongamano, na iweze kutusaidia pia pale tunapokuwa labda na semina tuweze kupata hata viburudisho ili tuweze kuendelea kuwa pamoja. Kwa hiyo kuna kitu cha namna hiyo. Ni sisi wenyewe tunavyokubaliana. Tukisema tunakuja mafungo kavu, lakini basi lazima kutakuwa na hitaji labda na tenti na vipaza sauti na kwa hiyo lazima tutachangia. Kama hivi hapo umependeza. Lazima tutachangia. Hakuna namna utakwepa swala zima la fedha hapo. Kwa mfano labda kwa sasa hivi hii jubilei tutakayokuwa nayo, tutatoa vitenge. Tutakuwa na vitenge. Kwa hiyo lazima tutanunua. Na sehemu ya vitenge ile tutatengeneza vitenge ambavyo tunatarajia kuuza kwa 35,000. 30,000 ni gharama kurudisha matengenezo, 5,000 isapoti sasa ile jubilei yetu. Kwa hiyo itatusaidia. Kwa hiyo hii michango yote haikopeki, ni katika kuendesha gurudumu katika umoja wetu. Haya, pengine kwa wewe ambao ulikuwa unajiuliza kuna mchango hapo inakuwaje, lakini tunaambia kwa walimu tu ni wote mnakaribishwa wote ndani, lakini utaratibu kwa walivyojiwekea, kwa sababu ndio wanaanza, basi angalau waanze wakiwa wanakuwa kidogo kwa sababu kwa mwezi shilingi 5,000 ni nini? 5,000 ni pesa fulani ndogo sana. Na nafikiri hiyo mmeanzia tu kwa kuanzia, kwa sababu ndio kwanza mnaanza. Pengine uko mbele mambo yanaweza kuja kuwa tofauti kadiri na ambavyo mtakuwa mkikua siku hadi siku. Na umezungumzia jubilei. Na tuko mwaka huu wa jubilei, makundi mbalimbali yamekuwa yakiadhimisha jubilei hii ya 2025. Na ninyi kundi lenu hasa walimu ndio mnaelekea ninyi tarehe ngapi nyinyi? Sisi kundi letu limewekwa kwenye tarehe 31
mwezi wa 10 mpaka tarehe 2 Novemba 2025, lakini kilele chenyewe sisi tutakifanya tarehe 1 mwezi wa 11 2025, ndio kitakuwa ni kilele hicho. Itakuwa ni kilele. Kwa hiyo yote ambayo mnaendelea kuyafanya hapa pia mnalenga pia kwamba kule itakapofika hiyo huo wakati wenu basi angalau ushiriki wenu na wenyewe mzuri na wakishindo zaidi. Na sasa tuangalie katika upande wa umoja huu. Hivi sasa umesema kwamba upo katika ngazi hii ya jimbo la Kuu Katoliki ya Dar es Salaam. Pengine kwa mwalimu ambaye wakati huu anatuangalia lakini yeye yuko nje ya jimbo Kuu Katoliki ya Dar es Salaam na angetamani kuingia katika umoja huu, kwa sababu naye ni mwalimu, naye ni Mkatoliki. Sifa tu hizo hapo tayari yako nazo. Hapo mmejipanga vipi sasa kwa ajili ya kutanuka sasa kwenda huko? Ni mpaka pengine tusubiri kauli kutoka kwa mababa kwa sababu wao ndio walianzisha au kwa sababu tayari kuna kamati tendaji ambayo inaendelea kuratibu shughuli mbalimbali? Pengine mnaona namna gani ya kuwafikia walimu wengine? Katibu. Asante. Na tunajua uongozi wa kanisa unakuwa na mambo ya kijimbo. Kwa ambacho matarajio yetu kwanza jimbo la Kuu la Dar es Salaam tujiimarishe. Na nitumia fursa hii kuwaalika walimu kwenye uchaguzi wa halmashauri ya lei kuanzia ngazi za jumuiya, parokia. Sasa angalau tuanze wawakilishi kuanzia parokia, tupate dekania. Tukianzia uongozi kuanzia parokia, ngazi ya parokia na ngazi ya dekania, tutaunganisha nguvu na ngazi ya jimbo. Tukiunganisha nguvu tukawa vizuri, ni imani yangu kwamba tutaweza hata kupata nguvu ya kwenda nje ya majimbo mengine. Lakini wao wanaweza wasitusubiri sisi, kwa sababu ni jambo jema. Wanaweza kulingana na uongozi jimbo mahalia, wanaweza wakashauriana, na tunaomba kamati tendaji za jimbo, majimbo mengine waone umuhimu, kwa sababu tunalenga kuokoa kizazi katika maadili. Kwa wao, mimi naamini kabisa maaskofu wakuu, maaskofu wasaidizi wa majimbo mbalimbali hawawezi kukataa hichi kitu, kwa maana ni chema. Kwa hiyo tutaanza sisi pale ambako tutakuwa tumeimarika, basi moto utawaka na majimbo mengine. Watakamata. Na pengine na kamata baadaye sasa mtaitengeneza dude fulani kubwa sasa hiyo. Mtatisha kwa kweli walimu. Tatena dude ambao utakuja kwa accommodate tuseme walimu wote Tanzania nzima wa Katoliki. Itapendeza sana. Itakuwa ni jambo jema kitembea hivyo pamoja. Tukiangazia sasa katika muda mfupi huo ambao kutokea kuanzishwa kwenu hata sasa, hapa ninapozungumza mimi pamoja na ninyi hasa viongozi, pengine kuna machache yepi ambayo ninyi hadi kwa wakati huu mnaweza mkajivunia kama mafanikio kwa kipindi cha muda mfupi tu hiki ambacho mmeanzishwa umoja wa walimu wa Katoliki jimbo? Swali linaenda kwa nani? Kwa yote. Swali kwa mhazini pengine. Nisije nikaona na kama ulivyosema dada Anet kwamba mafanikio ni mafanikio, na kwa sababu umoja una muda mfupi sana. Kuna mafanikio machache. Naweza nikasema kwamba nilianza na lile la kufanya mafungo tu, tayari ilikuwa ni moja ya mafanikio pia tuliofanyia pale St. Peters tarehe 16 mwezi wa 3 2024. Kwetu sisi kama umoja tayari lilishakuwa ni fanikio, kwa sababu lilituleta pamoja walimu wote, kwa sababu ni kama nilivyosema kwamba takriban walimu 800 tulikusanyika sehemu moja. Kwa hiyo ilikuwa ni mojawapo ya mafanikio. Lakini fanikio lingine ni kuwa na adhimisho la siku ya walimu, ambapo tulifanya Kristo Mfalme Tabata. Ilikuwa ni tarehe 12 Oktoba 2024. Tulifanya hiyo, na kama ilivyokuwa utaratibu sisi siku hiyo ilikuwa imeanza na seminar. Kama kawaida walimu sisi lazima tuseminishwe, na kwa sababu malengo makuu tunataka tuyapeleke kwa watoto, kwa lazima sisi tuanze kujinoa vizuri. Tunamshukuru kweli Father Prosper Kesi, yeye kwa nafasi yake aliweza kutoa seminar nzuri sana, mwalimu na maisha ya kiroho.
Lakini pia tulipata semina kutoka kwa Sister Theodora, yeye ni mkuu wa shule ya sekondari St. Joseph Millennium, St. Joseph Cathedral High School pale Posta. Na yeye pia alitoa semina nzuri sana, wajibu wa mwalimu kama mlezi. Kwa hiyo hiyo ni fanikio ambayo tunaweza tukajivunia pia. Lakini lingine mweka hazina au mtunza hazina ameshaligusia kidogo. Uanzishwaji wa mkoba. Sisi kwetu tunachukulia pia ni mojawapo ya mafanikio ambayo tumesha yapata mpaka sasa hivi kama umoja wa walimu wa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Lakini kingine tunazungumzia uandaaji wa vazi rasmi la mwalimu Mkatoliki. Kitenge, ukiacha hizi t-shirt ambazo zipo, lakini pia kuna kuelekea hiyo jubilei tutakuwa na vazi rasmi kama ilivyokuwa tu vyama vingine vya kitume. Lakini na sisi lazima tuwe na vazi ambalo ni rasmi. Sasa kwa asilimia nafikiri limefikia sehemu nzuri. Imefikia sehemu nzuri, na kama alivyoelekeza dada, bei yake elekezi imeshatajwa na ni kizuri kwa kweli, na watu watakiona muda sio mrefu nafikiri. Kwa hiyo kwetu ni mafanikio pia. Lakini kingine, tangu tumeanzisha umoja huu tulipewa maelekezo pia na viongozi wetu wa kanisa kuanzishwa kwa mwongozo. Hawakutaka tutumie katiba kwa sababu halmashauri ya walei taifa wanatumia katiba. Yes. Sasa vyama vingine vya kitume na tunaita VMJ, si ndio? VMJ wao wamepewa nafasi hiyo kutokana na katiba ya halmashauri ya walei, kwamba kama utasoma ile sura ya 3 ibara ya 3 ibara ndogo ya 4 imesema hiyo kwamba jumuiya, vyama na mashirika mengine kwa nafasi yao wanaweza katengeneza miongozo kwa kadiri ya karama zao wenyewe. Kwa hiyo sisi kwetu pia tulielekezwa tuandae huo muongozo, na umefikia kama 99% mpaka sasa hivi. Kwa sababu mnapokusanyika pamoja lazima muwe na kitu ambacho kina waongoza nyinyi. Kwa hiyo kwetu sisi inaweza ikawa ni mojawapo ya mafanikio katika kipindi kifupi ambacho tangu umoja umeanzishwa. Hakika hayo hata mimi naona ni mafanikio. Licha ya kwamba hizo vifuna vitu vingine bado hatua nyingine zinaendelea, kwamba huko mbele kuna hiki itakuja, lakini tayari tu kwa muda huu mfupi mambo yako vizuri. Mbona mmevaa ma-t-shirt hapa maandikwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji wa Sale? Ndio. Huyo ndio msimamizi. Ndio. Somo wenu wa walimu. Huyo ndio msimamizi. Sasa kama unaweza kupata nafasi kidogo nimzungumzie kidogo tu. Sawa. Yeye ni kama anavyojitambulisha ni mtakatifu, na amefanya mabadiliko makubwa sana katika ngazi ya elimu, na alitambulishwa rasmi kama msimamizi pia wa walimu kwa yale aliyoyafanya katika elimu. Ndio maana alichaguliwa moja kwa moja kuwa patroni wa walimu. Mambo ambayo aliyafanya ni pamoja na, sasa hivi walimu nafikiri naweza tukakubaliana huu mtindo wa kupanga wanafunzi kwa kadiri ya performance zao. Yeye ndo alikuwa ameuanzisha. Yani kwa group wanafunzi kutokana na jinsi walivyofanikiwa. Ndio maana unakuta mtu yupo mkondo A, mkondo B, yeye ndo alifanya hizo reforming au hayo mabadiliko. Lakini pia kingine, yeye ndo alihamasisha zaidi walimu kumfuatilia mtoto. Tunaita kumfuatilia mtoto kwa maana kwamba kujua background ya yule mtoto. Kwa hiyo kile anachokutana nacho shule au anachokipata shule au jinsi anavyo act shuleni, wewe mwalimu unatakiwa uende zaidi ukaangalie kule anakotoka kuna kitu gani. Kwa hiyo wakati mwingine reaction zinazotokea shuleni uwezi kuzijaji moja kwa moja. Lazima mwalimu sasa uwe na uwezo wa kurudi kuangalia historia ya mtoto huyo iko vipi. Kwa sababu historia inaweza pia ikahukumu ya huko ambayo yeye anayafanya. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa ni mwanzilishi wa ufuatiliaji. Lakini kingine, yeye ndo alianzisha uandaaji mzuri wa walimu. Kwa hiyo walimu lazima waandaliwe. Kwa hiyo kutokana na mambo hayo yote nafikiri aliwekwa kuwa msimamizi wa walimu, na sisi tukaona hakuna kipingamizi katika hilo, basi amekuwa ni msimamizi wetu. Kwa hiyo atatumika katika kama mojawapo ya nembo au alama
katika mavazi yetu ambayo hapo, hata katika iko kitenge amewekwa pia katika kama sehemu ya utambulisho. Yes. Sawa sawa. Na mtazamaji, hayo ni machache tu kati ya mengi ambayo umoja huo wa walimu wako nayo. Lakini na kwa mengi zaidi mara hii tutakwenda kupata mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kufahamu na zaidi sana namna ambavyo pengine kama wao wakiwa kama walimu kuhakikisha kwamba maadili ya mtoto, lakini pia kumfuatilia mtoto kama ambavyo somo wao walikuwa wakifanya hivyo, na wao pia namna gani watakwenda kulitekeleza hilo. Mara hii tunakwenda kupata mapumziko mafupi mtazamaji, punde tutarejea tuendelee kuwa pamoja. Kumbuka hii ni sehemu ya pili na kipindi ni Kahawa au Chai. Na mtazamaji, tumerejea tena baada ya mapumziko hayo mafupi. Tunashukuru kwa kuwa bado uko pamoja nasi, lakini nikumbushe tu ya kwamba hii ni sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai, na ni meza ya mazungumzo. Pamoja nami niko na walimu kupitia umoja wao. Huu ni umoja wa walimu wa Katoliki Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Niko na viongozi, niko na mwenyekiti Mwalimu Damian Sabuni, niko na mhazini mweka fedha huyu anacheza na Ankara Mwalimu Krista, lakini pamoja naye tuko na Mwalimu John Yunde, yeye ni katibu wa umoja huo walimu wa Katoliki Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Sasa kama ambavyo awali nilizungumza kwamba tunafahamu ya kwamba tupo katika mwaka wa jubilei, na ninyi walimu na vitu vingi tu ambavyo mmenia kuvifanya hasa katika jubilei yenu pale itakapofika. Mlidokeza hapa awali ya kwamba kuna swala zima la hija ambayo mnatarajia ni walimu kuifanya tarehe 1 ya mwezi wa 11. Pengine matayarisho ya kuifikia hiyo siku yako vipi, na ushiriki wenu ninyi walimu hasa pengine mmejipanga vipi katika kuishiriki hiyo siku? Na yani msishiriki tu kinyonge, mshiriki kwa kishindo kweli. Maana hiyo masuala ya hija kwenda kuhiji, kuna wengine wanakuwa wanajiweka nyuma masuala sala mtu kumwambia hapo picnic pengine hapa ushiriki ngoko mkubwa zaidi. Mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba walimu basi wote wanapata taarifa, lakini zaidi sana washiriki kwa wengi katika hiyo hija ambayo inatarajiwa kufanyika huko Pugu? Na pengine pia tamtuambie labda kwa nini Pugu, vituo vya hija viko vingi kwa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, kwa nini mkaamua kwenda kituo cha hija Pugu? Karibu mahazini. Asante sana dada Aneti. Kwanza huu tunasema ni mwaka jubilei, maujaji wa matumaini. Kwa hiyo sisi hija yetu tumeipeleka pale Pugu. Ndio. Na itakuwa ni tarehe 1 mwezi wa 11. Na katika hicho kipindi kwanza tutakuwa na vazi rasmi, ndio ambalo hilo ndo tumepanga kwamba litatutambulisha sisi walimu, ambao litakuwa na ile picha ya somo wetu. Kama tulivyosema litauzwa 35,000, 30,000 itaenda kwa ajili ya kugharamia hapo, na 5,000 ni kwa ajili ya kutengeneza sasa ile maeneo ya pale, kwa sababu tunajua pale utahitaji paza sauti, utahitaji, na sababu walimu watakuwa wengi. Na kwa nini tumeona ni Pugu? Kwa sababu Pugu ina historia. Kwanza imani yetu sisi ilianzia pale. Imani ya Katoliki ilianzia Pugu, na kuna msalaba mkubwa huko pale kwa ajili ya wale watoto mashahidi waliokuwa wamefariki pale. Kwa ajili ya kipindi kile ambacho walichokuja wa misionari, walikuja kwa ajili ya kueneza dini, alafu Waarabu wakawa wanakataa. Kwa hiyo kulikuwa kuna mauaji yalifanyika pale, kwa hiyo kuna watoto mashahidi walikuwa pale. Pili, tunapenda Pugu kwa sababu ni sehemu ya hija, ni kituo cha hija, na ni kituo ambacho ni tulivu, na pia tutapata kitu kinaitwa Biblia ya ardhini. Tutajifunza Biblia katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo huwa mara nyingi tunaona pale Pugu wameweka hivyo vituo ili tuweze kujifunza Biblia kwa urahisi zaidi. Na pia pale Pugu kuna historia kwamba kuna kanisa litaenda kujengwa pale. Kwa hiyo sasa wengi tutapata kulijua, ili hata itakapokuja kujengwa ile kanisa mbadala itakuwa rahisi, watu tutakuwa tunashiriki kwa sababu tulishakuja kwenye ile hija ya walimu. Kwa hiyo nafikiri hivyo vitatusaidia. Ama hata hilo kanisa mbadala hapo wamezungumza vizuri, hata watu watakapokuja katika parokia zenu huko, jamani michango, unajua unachanga kwa ajili ya nini, na pengine hilo kanisa mbadala linajengwa wapi? Hicho ni kitu kizuri sana. Kuna chochote pengine unataka kuchangia katibu kwa hii la hija? Mwitikio labda pengine uko vipi, labda pengine ushiriki, labda kuna gharama yote ya kuchangia, au ni ile tu 5,000 ambayo anaitoa ndio ambayo itabeba mahitaji hayo yote ambayo yamezungumzwa hapo? Ushiriki
kwa kuanzia tunaweka hapo, lakini kuna mkoba kwamba tutahamasisha watu, kila mtu anatakiwa achangie at least 5,000. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa amenunua kitenge 5,000 yake inakuwa imeshaingia huko. Kwa hiyo wale wengine ambao hawataweza kununua kitenge basi watatuchangia 5,000 kwa kipindi hicho. Sababu hii mkoba tulikuwa tunataka kila mwezi iweze kusaidia kuratibisha. Kwa hiyo tutataka kila mwalimu ajitahidi atuchangie 5,000. Lakini yule ambaye atakuwa ameshanunua kitenge yeye atakuwa ameshachangia 5,000, lakini bado haizuii kama atataka kujitolea zaidi, kwa sababu hii ni kazi ya Mungu. Na hela zote zitatumika kwa kadiri ya kongamano. Kwa hiyo hakuna kitu kitakachoenda tofauti. Tunaamini kwa msaada wa Mungu kila kitu kitaenda vizuri. Kabisa. Na palipo na Mungu hakuna ambacho kinashindikana, kila kitu kitakwenda vizuri. Katika jambo lolote lile linapokuwa limeanzishwa kama hivi ambavyo mmoja huu umeanzishwa, kuna wakati mwingine tunaona ombwe gaps fulani, labda ndio tumeanza hivi ambao tumeanza, bado tumeweka utaratibu huu, tumejitengenezea dira yetu, pengine ni kuna ombwe gani ambalo ninyi sasa hivi kadiri ambavyo mnakuwa mkiendelea mnaona kwamba hii ni ombwe, na namna gani mmejipanga kuhakikisha kwamba mnaliziba hilo ombwe ambalo linaonekana wakati ambapo umoja huu unaendelea kukua? Asante. Labda naweza nikasema changamoto ambayo tunakutana nayo ni tumesema kwamba umoja umeanzia kwa ngazi ya jimbo. Lakini wanachama wetu wengi wapo maparokiani. Kwa hiyo tunakosa ule muunganiko. Tunachounganishwa ni kwa njia ya mtandao. Watu tuko sehemu tofauti tofauti, lakini inawezekana wengine hawana taarifa kama kuna labda makundi sogozi haya ambayo yanaunganisha watu. Kwa hiyo taarifa nyingi zinakosekana. Kwa hiyo tunategemea kwamba kupitia kipindi hichi watu wataweza kufahamu umoja huu, lakini pia nazidi kusisitiza kwenye uchaguzi wa halmashauri ya lei. Ratiba inaanza Julai mpaka Septemba kwa ngazi ya jumuiya, hasa ngazi ya parokia. Tunaomba uongozi, kamati tendaji za dekania pale ambako wataenda kusimamia uchaguzi wa ngazi ya parokia watusaidie pia tupate wawakilishi. Kwa hiyo tutakuwa sehemu kama umoja huu. Kuna ratiba pia vikundi vimeingizwa pale, vyama vya kitume, basi tupate wawakilishi. Tukishapata wawakilishi ngazi ya parokia, tutapata wawakilishi ngazi ya dekania, tutapata wawakilishi ngazi ya jimbo. Hao wakiunganisha nguvu, ni rahisi sana kuunganisha taarifa za walimu. Huyu mwalimu anafanya kazi wapi? Na pia ni rahisi kujua ni shule gani ambazo hazipati huduma ya mafundisho. Kwa sababu Mwasham Baba Askofu msaidizi Henry Mchamungu anatamani, yani hachana na hivi vitu vyote ambavyo tunawaza. Elimu kwa watoto, maadili. Tukipambana maadili yakikaa vizuri, basi haya mambo yote yatakaa vizuri. Kwa hiyo tukifanikiwa kuunganisha nguvu kwenye hizi ngazi zote, basi tutakuwa tumefanikiwa walimu. Tutakuwa tunaweza kuwasiliana. Nadhani umoja utakuwa vizuri. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo ni hiyo hapo, lakini pia walimu wengine wanapaswa kuona kwamba huu umoja ni wetu wote. Kuna mtu mwingine labda anaweza, yani wanaweza kafananisha sasa, ni inaweza kama kundi la juma. Mtu mwingine anajiunga leo, kesho anaondoka, anajiunga leo. Kwa tunatamani wote tuunganishe nguvu na tuwaambie na wengine sehemu mbalimbali kwamba kuna umoja. Lakini pia tutajitahidi kupitia matangazo ngazi za dekania na parokia, basi tuendelee kusikika ili changamoto kwamba hatufiki mpaka kule chini, nadhani itakuwa imekaa vizuri katika eneo hilo. Na hapo katika hilo, wakati tunazungumzia awali hiyo changamoto ya kuto kutambulika, hapo kuna kaswali kingine kaka kamenijia kichwani. Pengine ni namna gani sasa taarifa, tuseme hiki ambacho nimekizungumza, taarifa zinafika katika parokia husika? Nafikiri ni parokia bila shaka, sababu ndio ambao dekania zinatengenezwa huko kisha siku unajua kupata dekania. Taarifa zinafika za umoja, kwa sababu umoja ni mchanga. Pengine taarifa za kwamba walimu wapo, walimu wana umoja. Kwa hiyo wakati ambao tunakwenda katika mchakato huu wa kufanya uchaguzi katika hiyo vyama mbalimbali vya kitume, basi kumbe kuna walimu na wenyewe pia mtengeneze angalau huko chini ili waweze kupanda pamoja. Taarifa zile zipo hadi huko katika ngazi hizo, kama ni parokia ama nini?
kwanza ijawa rasmi kwa vyama vya kitume, labda kwa mashauriano maaskofu wanaweza wakafanya jambo kwa baadaye. Lakini sisi tuna walezi wetu. Tuna mlezi Father Makubi, tuna mlezi Sister Akulina. Wao wanatusaidia kuwasiliana kwa ngazi ya jimbo kwa vice council. Pale ambako kunakuwa na tangazo, basi tunaandaa tangazo, walezi wetu wanatusaidia kuwasiliana na vice council, basi anatuma taarifa kwa madekano, basi watafikisha kwa baba paroko, parokia zote za jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa tunawasiliana kwa njia hiyo, kwa maana ya kwamba si rahisi katika kuwasiliana sisi tukaenda moja kwa moja, lakini tunatumia viongozi wetu basi iweze kufika. Na labda tunaweza tukahesabika kama labda kwenye ile ratiba ya uchaguzi wanapofanya labda vikundi na vyama vya kitume, basi pale ikawa sehemu ya kikundi, ikawa sehemu ya kikundi sababu mjaa chama cha kitume. Ndio. Kwa mikakati ndio hiyo ambayo umeizungumza kama mwenyekiti, kwa kutaka kuchangia kitu kidogo hapo pia katika swala la mkakati, kwa sababu ndio swala la msingi uliouliza. Katibu ameelezea vizuri, lakini pia kuna sisi kama kamati tendaji pia kuna kitu tulikifanya kuonyesha kwamba sasa tuna link na huku chini ambapo tulijaribu kupitia, kwa sababu sisi kutokana na kile kijiografia, njia pekee ambayo tulikuwa tunaitumia sisi ya kuweza kupata mawasiliano ni kupitia ili kundi la WhatsApp ambayo tulianzisha, lakini tuliwaomba wawakilishi kutoka katika kila dekania. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho tulikifanya pia, japokuwa ni kidogo tulianza nacho, ni kuanzishwa na kuwatafuta watu ambao wanaweza kawa kama ni wawakilishi. Sasa sisi kama viongozi, ambalo hata ili ombi tulilipeleka kwa baba askofu msaidizi Heri mcha Mungu kwamba tunataka tufike chini. Tunaanzaje? Tukasema kwamba lazima kwanza tuna media tour. Hilo ndo la kwanza ambalo tumelifanya. Kama ambavyo mmefanya. Kama tumefanya. Kwa hiyo sisi tunatumia nafasi hii kuwahimiza, na tunaomba sana tutumie nafasi hii kuwahimiza hata wale wawakilishi wa dekania wajitoe katika sasa kuhamasisha kule kwenda nayo chini. Kwa sababu tunajibu ile swali la mkakati gani tumefanya. Kwa hiyo sisi tunawategemea sana wale wawakilishi wetu ambao tumewateua, na tulianzisha pia kundi kwa ajili ya wao tu ili waweze kutusaidia kuishusha sasa chini huu umoja wetu. Kwa hiyo tunawategemea pia wale kama sehemu ya msaada mkubwa sana katika kufikisha huko. Okay. Haya, pia tumejaribu kuwatafuta walimu wanaotoka kwenye parokia moja. Tukawaambia wajitahidi at least wawe pia na umoja katika parokia. Kwa hiyo na hicho pia kinaendelea, na hicho kitasaidia watafutane, watu wanaanza kujiunga. Parokia hii wanajiwana ili iwe rahisi kuunganisha dekania. Sawa sawa. Hivi karibuni limezaliwa jimbo changa, jimbo dogo kabisa la Bagamoyo, jimbo Katoliki la Bagamoyo, ambapo ukiangalia katika parokia zake zimemegwa, nyingine kutoka jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, lakini na nyingine Morogoro, jimbo Katoliki la Morogoro. Kumegwa kwa baadhi ya parokia kutoka jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, kwa namna yoyote, labda ninyi kama mmoja labda mmetikisika hivi kidogo, labda wanachama wenu kwa namna yoyote ambayo pengine imesheki? Dada Anet, lazima usheke kwa sababu uko na mikono miwili saizi. Kama utatolewa mkono mmoja ile comfortability itakuwa imepungua sana. Kiufupi tumetikisika kidogo kwa sababu tumepoteza kwanza washiriki au wanachama. Kwa hiyo hicho kitendo cha kumegwa ni jambo zuri kwa sababu pia wanaenda kutumikia sehemu nyingine, lakini tulikuwa tunataka mawazo yetu na maono yetu na maono ya viongozi ni kwamba tunalita dude kubwa la walimu. Kwa hiyo huwezi kuitengeneza dude kubwa la walimu kama baadhi ya walimu pia wameshaanza kumegwa na kuingia katika sehemu au jimbo lingine. Na kwa mujibu wa mwongozo wetu, maana yake wewe ili uwe mwanachama halali wa umoja huu ni lazima utokee katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo automatically utakapokuwa nje ya jimbo kuu la Dar es Salaam, basi unakuwa so sehemu ya umoja huu. Japokuwa kweli tulikuwa tunatamani sana. Kwa hiyo hiyo imetuathiri kidogo kwenye hilo. Kwenye umoja wenu, japo katika kwa swala la imani kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Jimbo lingine likizaliwa, uinjilishaji na unaona na wenyewe unazidi kusambaza zaidi. Labda hapo kuongezea,
Kwa jiografia Ndiyo. Bagamoyo sio mbali. Japo tumemegwa, lakini tunatamani kwa sababu wapo ambao walianza kupata chachu waiendeleze kule Bagamoyo. Na hata hii hija ambayo tunaifanya tunawaalika waje ili wale ambao wataendelea kujifunza basi wakaanzishe Bagamoyo. Baada ya jimbo kuu la Dar es Salaam inawezekana ikafuata jimbo la Bagamoyo. Kwa anaenda nao kwa kweli na wanaenda pia tena akiwa na vitu, yani wana vitu. Mimi naamini jimbo la Bagamoyo maondoka na vitu vingi sana. Lakini tunaweza tukalazimisha tukasema kwamba sasa umoja wa walimu wa Katoliki kanda ya Mashariki nayo tukaisogeza zaidi kanda pia yenyewe kwamba ikajumuisha mikoa ya Morogoro, Pwani, Zanzibar yote katengeneza kitu metropolitan hiyo tayari umoja huko. Inawezekana kabisa. Pengine kuna yule ambaye anatuangalia wakati huu labda anatamani kujua kwa idadi haraka mimi mna namba sahihi ya wanachama ninyi wa Katoliki, walimu wa Katoliki. Unaweza kusema kwamba tupo kadhaa. Kazi ya katibu hiyo. Kwa sasa idadi yetu inafika 1000. Inafika 1000. Ndio, inafika 1000. Lakini naamini ni zaidi ya hapo kwa sababu tunachukua hizi taarifa ambazo waliojiandikisha kwenye mafungo ya kwanza na semina ya hapa. Kiona kwa wastani walimu wanakuja 800, 900, lakini kama wote wangekuwa na taarifa vizuri tunazidi zaidi 1000. Kwa naamini tukiunganisha nguvu kwa kweli tutaendelea, tukishapata na uongozi chini tutaandaa taarifa vizuri kuanzia parokia, tunaandaa taarifa kuanzia parokia mpaka dekania jimbo, basi tutaweza kujua kabisa. Kumbe unaweza ukashangaa tuna watu 10,000. Inawezekana. Inawezekana sana kufikia namba hiyo kwa sababu ni vizuri jua wakati mwingine kujua pengine mko ngapi. Kwa sababu nafahamu walimu kimsingi walimu wa Katoliki mimi nakifahamu kwamba mpo wengi sana. Mpo wengi. Yaani dada Aneti kuongezea hilo samani kwa kukatisha, mimi ndo mwenyekiti pia. Shida. Yaani uwanja ni wako. Uwanja wangu na tuliomba hii nafasi. Wakati tunafanya siku ya walimu tuliazimisha hapa Kristo Mfalme Tabata. Walikuja walimu, nilifurahi, walikuja walimu kutoka sehemu za Mkuranga. Sasa nilikuwa najaribu kujengea picha namna gani jinsi tulivyokuwa taifa kubwa. Ndio. Yaani maeneo ya Mkuranga watu walijituma kabisa, wamechukua gari wamekuja mpaka huku. Sasa fikiria kama ni Mkuranga lakini pia kuna dekania ya Kilimahewa. Dekania ya Kilimahewa manake kule na mapana yake yote huko lazima walimu wa Katoliki pia wapo. Kwa hiyo nafasi hii ni nzuri kama wanatutazama basi hata huko wasijisikie unyonge. Na niweke sawa rekodi kuhusiana na wanachama. Kwa hiyo kitendo cha kuwa tu mwalimu Katoliki tayari automatically wewe ni mwanachama. Achana na hii sentensi tunazotumia za kuchanga sababu tukizungumzia michango mtu anashtuka sana. Lakini kuhusu wanachama wewe ni mwanachama. Automatically kitendo cha kuwa tu mwalimu Mkatoliki basi wewe ni mwanachama. Kwa hiyo watu wasijisikie unyonge, tutengeneze taifa kubwa, tutengeneze kitu kikubwa na tuyatekeleze yale malengo ambayo baba askofu msaidizi yeye alikuwa amekazia zaidi hilo la maadili katika eneo hilo la kukuza maadili. Lakini mhazini hapa bila shaka kuna shule ambayo umetoka, kadhalika kuna shule umetoka. Tukizungumzia tu nikianza na kwako hapa mweka hazina, shule ambayo unatoka, shule ya uamuzi. Hali ya maadili tu pale tu shuleni pengine iko vipi? Lakini kingine lile lengo la kwamba ni elimu Katoliki, naweza kusema watoto wawe sawa, ndio wanasoma, ndio hii elimu ya kawaida ya mitaala kawaida, lakini unapofika katika vile vipindi vya dini walimu wapo wanajitokeza na ushiriki pia pengine watoto kuhudhuria tu haya madarasa yenyewe ya kwenda kujifunza kuhusiana na imani Katoliki. Hali iko vipi katika shule ambayo unatoka? Asante sana.
Mimi kwanza nashukuru kwa baba askofu kuliona hili. Kwa sababu hiyo shule ninayofundisha mimi kwa kweli maadili ni yamepotoka mno. Yaani mno. Kwa hiyo hii imekuwa ni chachu, pamoja na kwamba tulikuwa tunajitahidi lakini inatuongezea nguvu zaidi. Maadili kwa kweli bado yako chini. Na unakuta sasa hivi watoto, kwa mfano sisi watoto wa Katoliki wanapenda kuhama vipindi vya dini, wanakimbilia kwenye dini nyingine, labda tuseme walokole kwa sababu ya kuimba. Kwa hiyo wanakimbia. Sasa hii itatusaidia sisi kwamba tuwahimize nendeni huku ili waweze kukiri ile imani yetu. Kwa hiyo hiyo ndio inatusaidia hiyo. Hali iko hivyo. Hali ni mbaya. Mimi nimeuliza swali na mtego kwa sababu namtaki tuweze kuona hali iko vipi, hasa kwa sababu nyinyi mko shuleni huko, mnaona pengine vipindi vya dini ninapofika hali inakuaje. Na umeongea kitu kizuri hapa kwamba pengine wanakwenda kule kwa sababu labda wanavutiwa na kuimba na vitu kama hivi. Lakini na nyinyi pia sasa kama walimu kwa Katoliki muone na nyinyi mweke kitu gani ambacho pengine kitamvuta huyo mtoto kifikia ile wakati wa dini aingie kwenye ile imani yake, ile imani yake pengine ambayo imemkuza, amezaliwa, ameikuta, amebatizwa, kwa sababu kishabatizwa maana yake tayari ni mbatizwa, huyo ni Mkatoliki. Sio, unanielewa? Kuona yani kama kule anavutwa na kuimba, kwani kwa Katoliki hawaimbi? Unaona, yani kuna yale maeneo yani kurekebisha kwamba kwa kumbe huwa anakuja kwa sababu ya hii. Kwa hiyo visababu tayari nafikiri mmeona na mtaona pia nyinyi wenyewe katika uongozi wenu namna gani mtaweka mambo. Sijui kwako wewe kwa shule ya St. Anthony. Sisi kwa upande wetu wa shule ya sekondari St. Anthony Mbagala hali sio mbaya hivyo kwa sababu shule yenyewe ni imani ya Katoliki. Na mimi ukiacha tu kuwa mwenyekiti wa walimu wa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam, lakini pale shuleni pia mimi ni mwalimu wa dini, vile vipindi vya dini. Na mwitikio wake uko vizuri kwa sababu ya misingi ambayo tayari imeshawekwa pale. Kwa hiyo sisi huwa tunakuwa na vipindi hivyo kila Ijumaa tunakuwa na vipindi. Sasa ushiriki wa walimu wa Katoliki kwa sehemu yetu, walimu wamepangiwa madarasa kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 6 kuna mwalimu. Na uzuri tunachofurahi, angalau uongozi wa shule ya sekondari St. Anthony ulijitahidi katika kupata vitabu, angalau hata kitabu kimoja. Na hapa nimekuja na hii sample. Hii ni elimu ya dini ya Katoliki na maadili kwa shule za sekondari. Kwa hiyo hiki ni cha kidato cha kwanza. Ina maana kuna kidato cha pili, kuna kidato cha 3, cha 4 na mpaka kuendelea mpaka cha 6. Na huu ni muongozo sabari. Kuna muongozo ambao pengine naweza nikatumia nafasi hii pia kwa walimu wengine shule zingine kwamba tayari kuna ule muhtasari wa elimu ya dini ya Katoliki na maadili kwa shule za sekondari kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 6. Yaani nini unachopaswa kufundisha kule shule. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi pale shule ya sekondari St. Anthony kidogo tumejitahidi na uongozi pia umejitahidi katika kufanikisha hilo. Kwa sababu changamoto kubwa iliyopo ni vitendea kazi. Watu hawajui nini cha kufundisha. Lakini pamoja na hayo hata baba askofu msaidizi pia wakati tulikutana naye, yeye alisisitiza jambo kwamba hata kama ni vitendea kazi kweli vimekosekanika, lakini wewe mwalimu Mkatoliki umepitia hayo na wengine wameshafika madaraja ya juu kabisa, pengine mpaka ile ngazi ya kufunga ndoa. Sasa mna jukumu gani au mnafanya nini kuhakikisha kwamba wapate hata wale mafundisho madogo tu? Kwa hiyo kwetu sisi St. Anthony kidogo hali sio mbaya sana. Japo tunachukua watu mchanganyiko, lakini vile vipindi vinafuatiliwa kama kawaida na vinafuatiliwa kweli. Na mimi sasa hivi nimevaa ukofia ule wa mwenyekiti, manake inabidi nijipendekeze pale na lazimisha zaidi yani kufuatilia. Yani kama nakuona katika eneo lako kabisa. Kibaha sekondari. Ndio. Uko vipi huko? Asante. Nashukuru Mungu. Sisi Kibaha tupo karibu na parokia ya Tumbi. Parokia Mtakatifu Don Bosco. Ndio. Pale tunashukuru kwamba vijana wanapata kipindi kila Ijumaa. Katekista, muda mwingine sister na frateri akiwepo wao anafika.
mara nyingi wanapata pamoja kwa kidato cha kwanza mpaka cha 6, lakini pia kwa sababu ni shule ya bweni, muda wa jioni wao wanakutana pia kwa sala. Kwa hiyo naweza nikasema kwa asilimia kubwa wanajitahidi. Lakini kwa sasa nini wafundishwe, basi na manake na mimi lazima nikaanze vizuri. Sasa sio wasome kwa pamoja, inabidi sasa tu kwa kadiri ya mtaala. Kwa naomba pia walimu wengine tutafute hivi vitabu, vinapatikana katika duka la Mtakatifu Joseph kanisa kuu pale, vinapatikana hivi vitabu. Walimu tuna mitaala ya masomo mengine na masomo mengine tunafundisha hata ukishapitia unaweza ukishapata uelewa, umejimarisha, unaenda kuwafundisha, umejiandaa unaenda kufundisha watoto. Yaliyowekwa hapa sio magumu, sio vitu, sio mambo ambayo yanaweza hayafundishi. Kwa pale ambako katekista hayupo, ninaomba tuchukue jukumu. Kidato cha kwanza kadiri mazingira yanavyoruhusu, kidato cha kwanza tumfundishe, kidato cha pili, cha 3 mpaka cha 6, au wale ambao ni kidato cha kwanza mpaka cha 4, basi watoto wafundishwe. Najua changamoto nyingine ni idadi ya walimu wa Katoliki waliopo labda, lakini pia na kwa idadi ya wanafunzi. Tuna walimu wa Katoliki wengine wanajitahidi, wanafanya vizuri, lakini kuna walimu wa Katoliki labda wale ambao kwa nafasi yao pia hawajajibika wenyewe kufuatilia mambo ya kanisa. Tunatoa wito wajitahidi, wafuatilie mambo ya kanisa ili wawasaidie na watoto. Itakuwa ni rahisi kwamba wewe ambao unaweza ukajifunza mambo mema, na pia unaweza ukawafundisha wengine. Nikirejea Warumi sura ya 2 aya 21. Uwezi ukawa na kitu kibaya alafu tunategemea kwamba utatoa kizuri. Kwa nini lazima sisi wenyewe walimu ambao tunasema tujimarishe. Kishajimarisha vizuri, basi tulicho na chema tutawapa na wengine. Kwa hao watoto. Jamani, mimi niwashukuru. Natamani tuendelee tu kuzungumza. Unajua ukiwa na walimu na nyinyi wenyewe waongeaji sana, yani mnaongea sana. Tunajikuta tuko darasani. Tunajikuta mko darasani. Mkinielekeza hapa, lakini kadhalika pia na mtazamaji ambaye anawafuatilia wakati huu. Mimi nawashukuru, lakini pia pengine haraka tungepata neno lile ambalo mtazamaji wetu aondoke na hilo neno kutoka kwenu walimu. Mna kitu gani sasa cha mwisho cha kumwambia mtazamaji ambaye ametufuatilia kuanzia mwanzoni mwa kipindi hiki hadi wakati huu ambapo tunaelekea ukingoni? Sijajua ina ataitoa mwenyekiti, ataitoa katibu, lakini neno tu neno la kwaheri, neno pengine la kuvutia, labda kitu fulani pengine kwenye hija yenu hiyo, labda kuna vitu vya kusema, vitu vya kualika walimu wenzenu, ama pengine chochote kile kutoka kwa mmoja wa walimu. Asante dada Aneti. Nafikiri kwanza sisi tunashukuru, lazima tushukuru sana. Tunashukuru uongozi mzima wa Tumaini Media, lakini kwa namna pekee tunamshukuru sana Baba Askofu. Yeye ni mcha Mungu, pamoja na waratibu wetu Sister Colina pamoja na Father Makubi. Neno la mwisho, sijui kama naweza ikawa la mwisho, lakini kikubwa tunachowaomba walimu sehemu yoyote pale walipo wanapotutazama, tuwe na safari, tuko kwenye safari ya kiujaji kuelekea hiyo tarehe 1 maujaji katika matumaini, tarehe 1 mwezi wa 11 2025. Akili zetu zote tuelekee huko katika kufanya maandalizi. Pale Pugu panafikika, hilo ndio swala la msingi sana. Lakini sisi kama umoja tuna salamu yetu. Yes. Kwa hiyo tokea awali ningewasalimia. Tuna salamu yetu. Mnasalimiaje? Na t-shirt umeniona? Walimu wa Katoliki, sala, elimu na malezi bora. Ndio kabisa. Kwa hiyo mimi nikisema walimu wa Katoliki, sala, elimu na malezi bora. Walimu wa Katoliki, sala, elimu na malezi bora. Safi sana. Nafikiri tuondoke hivyo, sala, elimu na malezi bora. Yaani vyote hivi vikienda sambamba, tunakuja kutoa kizazi yani ambacho hakikamatiki. Kija shetani huko akija anapigwa teke kule, tukija kwenye elimu mtoto yuko vizuri kichwani, basi mambo yanakwenda vizuri. Mimi nawashukuru sana jamani. Asanteni sana, na pia niwatakie utume mwema huko ambapo mnafanya utume huwa walimu. Muendelee kuwakuza watoto wetu katika maadili ili tutengeneze kizazi kilicho chema, kizuri kabisa ambacho
kitakuwa kizuri katika masuala ya sala, elimu, kadhalika pia na malezi kwa kuwa watoto wa mfano. Asante sana. Mtazamaji, ni umoja huo wa walimu wa Katoliki, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Nikumbushe tu kwamba nilikuwa na mwalimu Krista Gutapeka Gutapaka, kumradhi majina ya Kibantu. Krista Gutapaka. Huyu ni mwalimu kutoka shule ya Uamuzi, lakini yeye katika umoja huu yeye ni mweka hazina, lakini pamoja naye mwalimu Damian Sabuni, yeye ni mwalimu kutoka St. Anton. Katika umoja yeye ni mwenyekiti. Pamoja naye pia mwalimu John Nicholas Yunde, yeye kutoka shule ya sekondari ya Kibaha, na katika umoja yeye ni katibu. Tulikuwa nao hapa tukizungumzia kuhusiana na umoja huu. Zaidi sana umoja huu ufahamike, kama ulikuwa ufahamu, mwalimu kwa kufuatilia ulikuwa ufahamu kuhusiana na huu umoja upo. Ni wewe tu kuanza kufuatilia taratibu, pengine hata katika parokia yako kufahamu, na zaidi sana ukajiunga pamoja na walimu wenzako, basi tukasafiri pamoja katika hija hii ambayo tunasafiri hapa duniani. Hija, maana maisha yetu kila siku ni hija, na hasa katika wakati huu ambapo tupo katika jubilei hii ya mwaka 2025. Basi ukasafiri pamoja na walimu wenzako atakapofika tarehe 1 mwezi wa 11, mkashiriki wote kwa pamoja pale katika kituo cha hija Pugu. Asante, mimi ni Anet Nyoni, kwa niaba ya wenzangu wote ambao wameshiriki kuandaa kipindi hiki cha Kahawa au Chai, nikuage kwa heri kwa sasa na nikutakie asubuhi njema.